mashabiki watazamaji wangu wa BM Daily Politics, karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, baada ya maandamano ya siku 3 kule nchini Tanzania, kuna habari ambazo tunazipata sasa hivi kuhusiana na nini ambacho kilitokea na serikali ilifanya nini katika hizo siku 3. Maandamano ambayo yalikuwa yamepangiwa kuwa ya amani, maandamano ambayo yalikuwa yamepangiwa kuwa ya kutafuta haki na demokrasia, badala yake hayo maandamano yalibadilishwa kuwa umwagikaji wa damu. Kuna breaking news za watazamaji wangu ambazo tunazipata, na pia ni habari za kuhuzunisha ya kwamba watu wengi waliaga dunia. Maofisa wa polisi walitumia nguvu zaidi na kuwaua waandamanaji wa vijana wa Gen Z ambao walikuwa wamejitokeza kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kupinga uchaguzi wa mwaka huu 2025, na pia kupinga uongozi wa Mama Samia Suluhu. Watazamaji, kama mnakumbuka vizuri, kipindi kile wakati Tanzania ilianza kukumbwa na haya maandamano, ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, hakukuwa na mitandao ambayo ilikuwa inafanya kazi. Hii inamaanisha kwamba ilikuwa ni vigumu sana kujua ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea kule nchini Tanzania. Na sasa kuna picha na video ambazo zimeanza kujitokeza zikionyeshana vile ambavyo watu waliuawa kwa wingi, watu waliuawa kinyama na maofisa wa serikali ili kuendelea kuwanyamazisha wasiendelee kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu. Ni picha ambazo watazamaji wangu zinahuzunisha kwa sababu ni watu wengi, ni vijana wa Gen Z ambao wameweza kuuawa wakijaribu kutafuta haki. Na siku ya leo watazamaji wangu, wale marais wa nchi ya Tanzania ambao walianzisha uongozi ya nchi ya Tanzania kama vile Julius Nyerere wakifufuka siku ya leo watazamaji wangu, watashangaa ni nini ambacho kinaendelea kule nchini Tanzania. Vijana ambao wanastahili kuwa viongozi wa kesho wanaendelea kunyamazisha, wanaendelea kuuawa kikatili, wanaendelea kupigwa risasi kama wao sio binadamu. Mpaka mahali imefikia sasa hivi watazamaji wangu, mataifa mengine ya kule ugaibuni yameanza kuzungumzia kuhusiana na mchafuko wa baada ya uchaguzi ambao unaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Watazamaji, kuna evidence ya kutosha ambayo imeanza kujitokeza kuhusiana na huo ukatili ambao ulifanywa na maofisa wa polisi wakati vijana wa Gen Z walikuwa wanajaribu kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu. Lakini licha na hayo yote watazamaji wangu, Mama Samia Suluhu ndiye aliweza kuibuka mshindi, akapewa vyeti vyake, na sasa siku ya leo serikali ya nchi ya Tanzania itakuwa inamwapisha Mama Samia Suluhu. Yeye ndio atakuwa anaiongoza nchi ya Tanzania kwa miaka mingine 5. Haki imekosekana, kile ambacho walikuwa wanakipigania hawajaweza kukipata. Mauaji yamefanyika kwa wingi, demokrasia imekosekana. Kwa hivyo sasa hawana budi ila kunyamaza na kuendelea kunyanyasika, kuendelea kutumia ile katiba na sheria ambazo zilikuwa zinawakandamiza, sheria ambazo hazikumruhusu kiongozi kama Tundu Lissu aingie kwenye kinyang'anyiro cha urais. Na tunapozungumza siku ya leo watazamaji wangu, kiongozi kama Tundu Lissu bado yupo kizuizini baada ya kufungiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hata baada ya uchaguzi mama kushinda, bado Tundu Lissu anaendelea kukumbwa na mashtaka, bado yupo kizuizini. Lakini hata akiwa kule kizuizini watazamaji wangu, bado Watanzania wanamsikiza, bado Watanzania wanaendelea kumpigania, kumtetea kupitia kwenye haya maandamano ya baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025. Na habari zinasema ya kwamba hata baada ya waandamanaji kuuawa na kupelekwa kule mochari kule hospitalini, maofisa wa polisi wanawafuata kule na kuwachukua na kuenda kuwapeleka sehemu zingine ambazo zisizojulikana. Kwa hivyo inakadiriwa kwamba sasa hivi watazamaji wangu, wale vijana wa Gen Z na Watanzania ambao wameiaga dunia kule nchini Tanzania, kutokana na ripoti ambayo tunaipata kutoka kwa chama cha Chadema, chama cha upinzani kule nchini Tanzania, ni kwamba ni zaidi ya watu 700. Pia kuna vyombo vingine vya habari ambavyo vinasema ya kwamba ni 800, vingine vinasema ni 1000, vingine vinasema ni 1900. Kwa hivyo watazamaji wangu, ni maelfu ya Watanzania ambao waliweza kupoteza maisha yao wakati walikuwa wanajaribu kupigania haki, kutafuta demokrasia na kupinga udikteta kule nchini Tanzania. Lakini juhudi zao watazamaji wangu, licha na vile ambavyo walijaribu kuandamana kwa siku 3, juhudi zao hazijaweza kufua dafu. Hatujui wanaendelea kujipanga vipi ili waendelee kujikomboa, kwa sababu ile mbinu ambayo waliitumia kupitia kwenye maandamano
waliweza kunyamazishwa na serikali. Serikali ilizima internet, ikazima mitandao ya jamii, ikakuwa ifanyi kazi. Na kwa hivyo wakati haya mambo yote yalikuwa yanafanyika, serikali ndio ilichukua hiyo fursa kufanya hivyo vitendo vya unyama, kufanya vitendo vya mauaji kwa vijana wa Gen Z. Mpaka watazamaji, kuna video zingine siwezi kukuwekea hapa, lakini ni kweli nchi ya Tanzania iliungua, imeharibika na watu wameuawa kwa wingi. Kuna umwagikaji wa damu mkubwa ambao ulishuhudiwa kule nchini Tanzania wakati Mama Suluhu anajaribu kulinda uongozi wake, anajaribu kumzuia mtu yoyote ambaye anajaribu kuwa tishio kwa uongozi wake. Na wale ambao wameathirika zaidi, watazamaji wangu, ni hawa waandamanaji ambao walijitokeza kuanzia hiyo tarehe 29. Wengi wao wameuawa, wengine wameumizwa, wanaendelea kupokea matibabu kule hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama uko kule nchini Tanzania, sijui kama umejulia familia zako wako vipi ambao wanaishi kule mijini. Je, wameathirika vipi na haya maandamano? Kwa sababu kuna watu wengi ambao wamepoteza wapendwa wao kupitia kwenye haya maandamano na fujo na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Viongozi mbalimbali, watazamaji wangu, wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na haya maandamano ya kule nchini Tanzania. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba nchi ya Tanzania inastahili kujikomboa, inastahili kujitafutia katiba mpya, inastahili kujitafutia demokrasia. Lakini watazamaji wangu, hiyo demokrasia wataipata wapi? Kwa sababu vile ambavyo walijitokeza, hata wakaharibu mali, wakafika kwenye ofisi za serikali, wakavuruga, lakini bado unaona nchi ya Tanzania iliweza kuwazidi nguvu, iliweza kuwadhibiti kwa kuwaua. Na inasemekana kwamba wengine wanabebwa kutoka hospitalini, zile maiti zinabebwa kutoka hospitalini, zinapelekwa sehemu ambazo zisizojulikana. Hizo ni tetezi ambazo zinaendelea kuibuka sasa hivi kuhusiana na haya maandamano ya siku 3 ambayo yaweza kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Ukweli unazidi kujulikana, na wakati mitandao itafunguliwa kule nchini Tanzania, sasa kuna mambo mengi ambayo tutazidi kuyajua. Kuna video mingi ambazo zitazidi kujitokeza, kuna picha pia ambazo ziliweza kunakiliwa wakati wa haya maandamano ya vijana wa Gen Z ambao walikuwa wamejaribu kujitokeza kwa maelfu ili kupigania nchi yao. Lakini vile ambavyo walijaribu kuipigania, serikali ambayo ipo uongozini nayo inatumia jeshi, inatumia polisi ili kukabiliana ama kuwadhibiti hawa wananchi ambao wanaonekana kupinga uongozi wa Mama Samia Suluhu. Kwa kweli watazamaji wangu, nchi ya Tanzania ambayo tumeizoea kuwa nchi ya amani, nchi ya utulivu na upendo, sasa imegeuzwa uwanja wa vita, imegeuzwa uwanja wa umwagikaji wa damu. Wananchi hawapaswi kulalamika jambo lolote. Wakubali uongozi kwa njia za kidikteta, wakubali uongozi ambao upo mamlakani, kwa sababu katiba yao haiwaruhusu kabisa kufanya vitendo kama vile ambavyo walivifanya vya kuandamana na kutaka katiba mpya ama kutetea demokrasia. Na badala yake ndio uliona nguvu zaidi ziliweza kutumika. Hawa ambao walikuwa wanauawa, watazamaji wangu, walikuwa wanapigwa risasi, sio zile risasi za raba, walikuwa wanapigwa risasi zile za ukweli. Na kwa hivyo ni matukio ambayo yalikuwa ni ya kuhuzunisha, ni matukio ambayo hayapendezi kabisa machoni pa mtu yoyote yule ambaye anaweza kutamani kuziona hizo video. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nao pia vile vile yamelaani hivyo vitendo vya maofisa wa polisi kutoka kule nchini Tanzania kutumia nguvu zaidi kwa waandamanaji ambao hawakuwa wamejihami kwa lolote lile. Unajua watazamaji wangu, ndiposa afisa wa polisi afikirie kumfyatulia mtu risasi, ni lazima pia naye aone ya kwamba maisha yake yametishiwa kwa njia moja ama nyingine. Pengine yule mpinzani wake ama yule ambaye anakabiliana naye amebeba silaha kama vile bunduki, anaweza kumjeruhi. Lakini hawa waandamanaji, watazamaji wangu, walikuwa ni waandamanaji ambao hawakuwa wamebeba kitu chochote ambacho kingehatarisha maisha ya askari. Lakini ni matukio ambayo yamekuwa kitokea hapa barani Afrika na nchi nyingi sana hapa duniani, ambapo vijana wa Gen Z ama wananchi wa nchi yote kutoka hapa duniani, wakati wanajaribu kupigania haki zao, kutafuta demokrasia, mambo kama haya wamekuwa wakiyapitia. Tulishuhudia yale matukio ambayo yalikuwa kule Nepal, kule Madagascar, kuna maandamano ambayo yamekuwa Cameroon. Na kwa hivyo ukilinganisha hayo maandamano yote, watazamaji wangu, unaona ni kweli maofisa wa polisi ni kama wako the same everywhere. Matendo ambayo wanayafanya ni ya kuwaua wananchi wakati wanajaribu kujitokeza kufanya maandamano, na wanafanya hiyo yote ili kutetea uongozi wa aliye mamlakani. Kwa mfano kule nchini Tanzania, watazamaji wangu, sasa hivi mnajua vyema Mama Samia Suluhu, yeye alikuwa mgombea kiti cha urais mwenyewe, hakuwa na mpinzani yoyote. Na kwa hivyo kwa kufanya hivyo, yeye akaweza kuibuka mshindi
kwa sababu hakuwa na mpinzani yoyote. Hayo ni matokeo ambayo tulitarajia yangetokea vile ambavyo yaliweza kutangazwa na tume huru ya uchaguzi ya kule nchini Tanzania. Watazamaji, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe ambao tumeweza kuandaliwa na KTN wakizungumzia kuhusiana na haya mauaji na vile ambavyo miili inazidi kuchukuliwa kutoka kule mochari hospitalini na kupelekwa sehemu zisizojulikana. Hatujui zinaenda kufukiwa, haijulikani inaenda kutupwa baharini ama inaenda kutupwa wapi, lakini hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi baada ya hayo maandamano ya siku 3 ya nafujo, ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Na mauaji ambayo yalifanyiwa wananchi ambao walidhubutu kujitosa kwenye maandamano ili kutaka kumpindua ama kumuondoa Mama Samia Suluhu. Hali inabaki hivyo mpaka sasa hivi, na hatujui nini ambacho kitatendeka baada ya Mama Samia Suluhu kuapishwa, na pia kuhusiana na ni hatua gani ambayo itachukuliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Je, itaingilia ndani kuhusiana na ili swala la mauaji ya watu ambao wanakadiriwa ni zaidi ya 1000 wameuawa kule nchini Tanzania? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu kuhusiana na hivi visa vya mauaji, visa vya kuhuzunisha, visa ambavyo watazamaji wangu havipendezi kabisa katika hii miaka ambayo tunaishi sasa hivi. Ukikumbuka kwamba tulijikomboa kutoka kwenye minyororo ya mkoloni, lakini bado unaona kuna ukoloni mamboleo hapa barani Afrika, ambapo hawa Afrika wenzetu wanazidi kutuua kinyama, wanazidi kutunyanyasa na kutaka wabaki mamlakani mpaka mwisho wa maisha yao. Watazamaji, kumbukeni kuna viongozi wakatili ambao waliwahi kuwa hapa barani Afrika kama vile Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko pia na yeye alitumia mbinu ambayo inatumika kule nchini Tanzania. Alikuwa mgombea wa kiti cha urais peke yake, hakuwa na mpinzani. Kulikuwa na wengine kama Idi Amin Dada, lakini siku hiyo leo watazamaji wangu tunapozungumza, walitawala kwa ile miaka yao, wakaiacha nchi, wakaiaga dunia, na kwa hivyo uongozi haukai milele na milele. Hata wale ambao wananyanyasa wananchi sasa hivi, siku moja itafika, kwa mapenzi ya Mungu wataondoka hapa nchini Kenya ama wataondolewa mamlakani, kama tu vile ambavyo Mobutu Sese Seko aliondolewa marakani na kuikimbia nchi. Mali zote ambazo alikuwa anamiliki leo hii zilibaki bila mtu yoyote. Nitakomea hapo watazamaji wangu, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na haya maandamano ya kule nchini Tanzania, na hasa kuhusiana na hizi picha na video za kuhuzunisha kuhusiana na mauaji ya maelfu ambayo yametokea kwenye hayo maandamano ya siku 3. Kabla sijatamcha msemaji wangu, nakumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa ukiwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.